Hello, ebana, request tukupeleke. Leo niko na mshikaji wetu Advocate Mgambila. Advocate nimemleta leo kwa sababu kwanza narudi nyuma. Bwana Advocate nimemleta kwa sababu kuna mambo tunaendelea kuyapigia kelele, kuyaangalia na tuweze kujifunza pia kutoka kwenye upande wa kisheria inakuwa imekaa vipi. Bwana Advocate, mambo vipi? Poa. Uko vizuri? Niko poa kabisa. Mambo yanakwenda? Fresh. Hivi mara mwisho tulipozungumza kuna watu walilalamika kidogo. Unakumbuka? Nakumbuka. Walilalamika, wengine wakabeza. Walikuwa wanalalamikia nini hasa? Kwa jinsi nilivyoona ni kama vile watu hawaamini kwamba mambo niliyokuwa na kipi ambacho wao hawakukiamini zaidi watu? Hawakuamini kwamba mabinti wanaweza kapelekwa Uarabuni kwa lengo la kufanya kazi wakaishia kunyonyesha mbwa, wakaishia kufanya mapenzi na mbwa, wakaishia kufanyishwa mambo mabaya ya namna hiyo kiujumla. Nataka kuniambia Watanzania hawaamini hicho kitu? Hawaamini. Ndio nilichokiona mlivyorusha ile clip hewani, nilisoma comment zote. Wengine walikejeli, wengine wakabeza, wengine wakatukana kabisa. Wakasema hicho kitu hakiwezekani. Lakini sasa wakasahau kwamba hili ni eneo nalolifanyia kazi sasa hivi zaidi ya miaka 10. Hivi kipindi ambacho wanayaona mafaili yale ya Epstein yanatoka. Watu wanasemaje sasa? Nafikiri unajua kule kuna mambo mazito zaidi ambayo yanafanyika. Mimi nimeona issues za of course nishawahi kuzisikia za watu kunywa damu za watoto, kula nyama za watoto, lakini watu wazima kufanya mapenzi na watoto. Hii dunia kidogo inatisha ise. Yeah. Kuna mambo ambayo hatuyajui. Mambo ni mengi. Mambo ni mengi mno. Mambo ni mengi. Na labda kwa sababu watu hawajataka kujishughulisha kufahamu zaidi, lakini hizi pedophiles ni vitu ambavyo vinaendelea duniani kote. Ni kwamba tu hii ya Epstein imekuwa ni eye opener. Kitu ambacho nakiona pia mimi Advocate ni nani, unajua binadamu ukimwona amevaa shati safi na tai na suruali na viatu unamwona ni mtu wa maana sana, lakini tungekuwa tu nyuma ya pazia watu wengi tunafanya vitu vingi sana vya ajabu. Yes. Gizani kuna mengi yanafanyika. Ukimwangalia mtu kama Epstein kwa mfano na ukaona watu waliokuwa wamemzunguka, watu wote ambao wameshatajwa mpaka sasa na ambao wanaendelea kutajwa, uwezi kuamini. Nani angeamini kwamba mambo kama haya yanatokea? Ngumu sana. Ngumu. Na unakuta kwamba ni mambo yanayotokea na ni cross cutting na yanavuka mipaka ya nchi hadi nchi nyingine, mataifa makubwa na mataifa madogo. Hebu mimi unajua na mimi nimekuwa nikijiuliza kuhusu kwa mfano linapokuja swala la eneo ambalo wewe unalifanyia sana kazi za usafirishaji wa binadamu, si ndio? Kupambana usafirishaji haramu. Wewe unapambana nikisema unashughulika maana wewe unafanya. Hiyo itakuwa ni kesi. Wewe unashughulika sana kwenye masuala ya kupambana na usafirishaji. Ndio. Hivi ni usafirishaji haramu wa binadamu au usafirishaji wa binadamu? Kwa sababu binadamu kumsafirisha sio kosa. Kama wewe ni msafirishaji, lakini sisi tunasafirishaji sio haramu. Kwa hiyo wewe unazungumzia usafirishaji haramu wa binadamu. Yes. Huwa nikitazama eneo hilo huwa najiuliza kwa nini mtu mzima anataka kwenda kulala na mtoto mdogo? Sasa umeuliza mtoto mdogo, sizungumzi mtoto wa miaka 18, chini ya 18, yani sio 15 au 16, watoto wadogo kabisa. Haya, hizi rings pia mara nyingi zinakuwa ni satanic. Hizi ringi mara nyingi zinakuwa ni satanic in nature. Unaweza kuona wanachukua watoto wadogo wanalala nao, mtoto wa miaka 10, miaka 7, miaka 5, miaka 12, wakafikiri kwamba hawa watu wanatamaa, lakini hapana. Wakati mwingine hawa watu wanakuwa wana belong kwenye cults fulani ambazo zinawapa masharti. Kwa hiyo unakuta masharti ya zile cults
belong, zinazowapa nguvu, zinazowapa mamlaka, zinazowapa power, zinazowapa pesa, zinazowapa influence, ndo zinazowapa masharti ya kutembea na watoto wadogo au kunywa damu za watoto wadogo. Lakini swala la okay, hizi ni fikra ambazo na wewe utanisaidia kwenye kufikiria. Ndiyo. Nikitafakari binadamu kwenye kilele chake cha mafanikio. Ndiyo. Unajua sisi tunatafuta, si ndio? Wote tunatafuta. Ndiyo. Na kwenye kutafuta huku kuna wanaomudu kujilisha wao na familia zao, kuna wanaomudu ziada. Maanake ni kwamba hitaji la kwanza la binadamu ni chakula, si ndio? Kuna ambao wakishamudu chakula wanataka ziada, kwa hiyo anabadilisha nguo, si ndio? Anafika level anaweza akawa na nakupa hizo ngazi, viatu anaongeza, anafika level anaweza akamiliki gari, si ndio? Anaongeza gari la pili. Lakini sasa advocate, usisahau kuna wale watu ambao wanafika level ya juu ambayo yani ni kama anaumiliki ulimwengu. Akiumiliki ulimwengu, hii ni nadharia yangu mimi ya kwa nini wakati mwingine tunafanya vitu vya ajabu. Ndio. Ni kwamba inafika kipindi kila anachokitaka duniani anakipata. Ndio. Kwa maana ya kwamba wewe unazungumzia mtu anakisiwa. Ndio. Si ndio? Ndio. Ni kwamba magari ambayo wewe unayasikia yeye nayo ya kupitiliza, ndege, sijui meli na kila kitu. Sio kwamba inafika level advocate huyu mtu anataka kufanya extreme. Yani haya, wewe ni mtu mzima, yuko mwanamke wa umri wako, au tuseme mwanamke mtu mzima. Ndio. Huyu mtu kama anataka kutafuta, ni kama anatafuta watoto wadogo, yani anataka sijui kama wanaelewa. Kuelewa. Inawezekana hiyo pia ni sababu. Okay, inawezekana ikawa ni sababu, inawezekana ikawa ni sababu, lakini kubwa ni kwamba tuko kwenye mfumo wa kikabaira, we are in the capitalist economy kwa sasa. Ndio maana ukimwona tajiri kama Elon Musk iko pale juu ni namba 1, utakuta na pambana kuliko hata wewe unavyopambana. Wewe mwenye magari mawili unapata muda wa kupumzika, yeye apate hata muda wa kupumzika, kwa sababu hataki mtu mwingine afanye nini? Hataki kushuka. Hataki kushuka. Watu wanapambana ili wapate fedha, money, power and influence. Aweze kuinfluence dunia, aweze kucontrol nini kinafanyika. Nafikiri umeona Epstein. Alikuwa ni mtu wa namna gani? Kwa mnaweza ka influence kwa mfano dunia iende katika mlengo upi. Unaweza ka influence dunia iwe na chanjo ya ukimwi au iwe na chanjo ya COVID-19 na iwe administered kwa namna gani. Unaweza ka influence ikatokea pandemic ikaua watu wote wa ukanda fulani. Unaweza ka influence hiyo itokee. Unaweza ka influence hiyo kwa sababu ya hela ulizokuwa nazo. Kwa sababu ya hela. Kwa sababu ya hela, power na influence ulionayo. Sasa kama unaweza kukaa chini na marais wa dunia wakubwa, wakaa chini ukawapangia, na sio wakiwa wamevaa suti, na ukawatafutia mabinti wadogo wadogo na wao wakapumzika wako hapo. Umeona kichwa mtokea mdogo wake mfalme wa Uingereza. Amenyanganywa vyeo vyote, ameenda kuishi kama commoner kwa sababu ya involvement na hicho kitu. Umeona baadhi ya marais waliotajwa kwenye hiyo ring, wakubwa waliopita na waliopo madarakani wengine. Kwa hiyo hao watu wanatafuta pesa sio kwa yani level ya starehe inapita. Hiyo alishavuka muda mrefu. Wanataka control dunia, world order. Wanataka control dunia, kitu anachohitaji. Kwa hiyo hiyo theory inaweza kawa ni kweli kwamba wanaweza kawatumia watoto kwa context hiyo, lakini zaidi pia tukiangalia katika perspective ya kiroho au kwa lenzi ya mbali zaidi, hawa watu pia wanakuwa na belong kwenye hizo falme nyingine za giza, kwenye macults hayo ambayo wanahitaji kuya appease kwa kufuata masharti fulani wanayopewa. Kwa sababu kiangata ulimwengu wa giza, wachawi wanatumia sana wanaua watoto, wanatumia damu za watoto na kadhalika.
So hiyo au hivi visa tulivyokuwa tunavizungumzia vya mabinti wanaokimbia wanaenda Uarabuni huko wanalazimishwa kufanya mapenzi na mbwa, kunyonyesha mbwa. Wakati mwingine hiyo inakuwa ni sehemu ya kutimiza maagano au Arabu jua wamepataje pesa. Kwa hiyo ndio maana tunavyopiga kelele mara nyingi ya kutoa elimu na nini, huwa tunasisitiza jamani, tufuate utaratibu. Ukiona fursa ambayo ni tamu usikimbilie, inaweza kawa ni unakimbilia kaburi lako kabla ya wakati. Kwenye mazingira ya umaskini kama huku kwetu Afrika, ambapo watu unaiona familia inahangaika na mtoto, inahangaika na chakula, si ndio? Tunafanyaje? Ni kweli katika pia tafiti tulizozifanya issue ya umaskini ni moja ya driver inayofanya ambayo ni kama push factor inayowasukuma wahanga kuondoka nyumbani na kujikuta kwenye mikono ya watu wabaya. Lakini nachoweza kusema ni kwamba bado nyumbani katika mazingira yetu regardless ya hali ya maisha ikoje, bado kuna nafasi ya kupambana na kubadilisha hali ya maisha. Bado nafasi ya kupambana ipo, tofauti na kutaka shortcut. Na unavyopata fursa kama hiyo, hatusemi watu wasitafute fursa, watu watafute fursa, lakini na sio kwamba fursa za kweli hazipo. Fursa za kweli zipo, fursa za kweli zipo. Issue ni fursa ya kweli unaitofautisha vipi na fursa feki ya watu waovu, watu wabaya. Ndugu wangu, binti huyu anajuaje? Ndo nakuelekea hapo. Sasa kuna utaratibu. Kwa mfano binti amepata fursa, labda natakiwa kwenda Uarabuni. Tumekutana na kesi za namna hiyo nyingi. Amepata fursa, nataka kwenda Uarabuni. Ana conspire na agent ambaye anamtafutia fursa. Anadanganya umri, anadanganya kila kitu, mpaka na feki kwamba ni ndugu wa yule agent anayempeleka. Na wana feki mikataba, wanaenda kwa sababu anakuwa excited. Kwa maana hata mamlaka zinakosa kufuatilia mara nyingi, kwa sababu kila kitu kinaonekana kiko sawa. Kuna wakati kuna binti wawili walikuwa wanateseka huko Uarabuni. Kuna wakati nikaengage mamlaka, jamani, kuna kesi 1 2, tunaomba msaada wenu kuweza kuwarudisha hawa mabinti. Kuna si hawataka hata kuwasikia. Wakati wanaenda wanadanganya, wanalia, wanagaragara, mwisho wa siku wanapewa passport kwa sababu ni haki yake kama Mtanzania kupewa, anaenda. Alafu akifika huko anaanza kutusumbua. Sasa pale mnakaa mezani mnaanza kueleweshana, jamani, kuna 1, kuna 2, kuna 3. Imeshatokea, tuwasaidie, sisi tuendelee kuwapa elimu. Wanafanya out of frustration na ile tamaa ya kutaka kupata mafanikio mapema, kwa sababu inawezekana huyu binti anakuwa hajui kule kuna nini. Anakuwa hajui, sio inawezekana, anakuwa hajui. Yeye anakuwa ameambiwa kuna nafasi za kazi. Utakuwa unalipwa labda tuseme riali 1000. Riali 1000 ni zaidi ya dola 1000 kwa mwezi. Ndio. Tutakuwa tunamtumia mama yako labda tuseme riali 300 kwa mwezi. Na kuonesha kwamba tuko serious, unatoa pesa kiasi anapewa mama. Na maisha yetu ya njaa na njaa zetu hizi. Sasa akiona vile, mama anasema Mungu amesikia kilio chetu, ametukumbuka umaskini sasa. Bye bye. Basi anaenda kule, akishafika airport atanyanganywa pasipoti, atanyanganywa simu, hamna kuwasiliana nyumbani, atapelekwa kwenda kucheki afya. Chekiwa afya inategemea sasa amepelekwa kwa issue ipi. Kama ni issue ya kukaa fanya kazi za nyumbani na kuhudumia kingono hao wanyama wanaofugwa kama mbwa, au kama ni kwenda kutumikishwa kwenye uhalifu mwingine kama kubeba madawa ya kulevya, au kama kuna mzee mmoja mwenye pesa zake anataka kufa, hana figo, anahitaji figo au ini au moyo, watafanya wanavyotaka. Au kama wanataka kwenda kumtumikisha kwenye hizi cyber schemes. Tuna vijana wengi ambao wanapelekwa sasa hivi, wanaenda kutumikishwa kwenye wizi wa mitandaoni. Nafikiri umesikia kesi nyingi za Myanmar, Cambodia, Thailand. Wanapelekwa. Kwa hiyo mkishafika kule mnapelekwa kwenye compound, mnakaa, unapewa kompyuta, mnapewa script, mnakuwa trained namna gani mnapiga simu asubuhi mpaka jioni, mnaibia watu. Yes. It's a serious crisis.
upande wa nchi za Asia na mataifa mengi sasa hivi yamekuwa vulnerable. Tuna vijana tumewarudisha juzi, yupo mmoja yuko ofisini kwangu anafanya kazi. Ametolewa huko Myanmar akiwa anafanya hizo kazi za